Ndugu mgeni rasmi, sisi tunaohitimu leo tulianza kidato cha 5 mwaka 2024 tukiwa wanafunzi 309, ambapo wavulana walikuwa 119 na wasichana walikuwa 190. Mpaka kufikia siku ya leo tunahitimu tukiwa wanafunzi 375, ambapo wavulana ni 132 na wasichana ni 243. Tunahitimu wengi kutokana na sababu mbalimbali kama vile baadhi ya wanafunzi kuhamia katika shule yetu. Hii ni kutokana na uwepo wa mazingira wezeshi ikiwemo huduma za kijamii, mfano maji safi, umeme na huduma za kiafya. Pia uwepo wa walimu waliobobea katika masomo mbalimbali kwenye ngazi ya juu kwa maana ya kidato cha 5 na cha 6. Ndugu mgeni rasmi, wakati tunajiunga kidato cha 5 tulianza tukiwa na malengo yafuatayo: 1. Kupata ufaulu katika mitihani yetu ya ndani na kuhakikisha tunainua shule kitaaluma. 2. Kutunza nidhamu yetu na kukua kimaadili. 3. Kujenga mahusiano baina yetu, walimu wetu, walezi na jamii kwa ujumla. 4. Kushirikiana na shule jirani katika masuala ya kitaaluma. Upo upungufu wa matundu ya vyoo. Idadi ya wanafunzi ni wengi, lakini tunao upungufu wa matundu ya vyoo. Tunashukuru mwaka jana serikali imetuletea matundu 10 ya vyoo tumejenga pale. Upungufu tulionao ni wa eneo. Hata kama wangetuletea matundu 26 sasa, mahali pa kuyajenga tutakuwa hatuna. Kwa hiyo kwa maana hiyo tunahitaji kuongezewa, lakini si kwa kiwango hicho, kwa sababu ikija eneo haliruhusu kujenga. Kwa hiyo mikakati tunayoifanya ni kupunguza idadi ya wanafunzi wanaoahiriwa kuingia shuleni ili waendane na miundombinu iliyopo. Upungufu wa viti vya maabara, zile stuli tunaziita stuli za maabara, hili ni changamoto kubwa sana. Lakini upo upungufu wa madawati kama walivyozungumza. Upo upungufu wa vyumba vya madarasa. Vyumba vya madarasa ni tatizo kubwa, lakini swala linabakia pale pale. Hata kama serikali ingetuletea fedha sasa hivi kujenga vyumba vya madarasa, shule haina eneo. Pamoja na hayo mapungufu yote ambayo nimeyasema hayo, ndugu mgeni rasmi, nina hakika kwamba endapo tutapata nafasi ya kusaidiwa, tutaboresha sana elimu yetu. Naombeni sana wazazi wawe tayari kuwasaidia hawa vijana. Sasa hivi mfumo wa elimu umebadilishwa, umeboreshwa, na mnafahamu kabisa kwamba tayari mitaala mipya iliyoboreshwa inatumika sasa. Kidato cha 5, hawa ndio wanafunzi wa mwisho wa mtaala wa zamani. Wanafunzi waliopo kidato cha 5 sasa wanakuwa na tahasusi zisizopungua 78. Kwa hiyo hawa muwasaidie sana kujiandaa kwenda kuingia kwenye mpambano wa tahasusi nyingi hizo. Changamoto zenu nimezisikia, kama vile uhaba wa vifaa vya maabara, madawati, uhaba wa walimu wa sayansi na changamoto nyingine. Ndugu mkuu wa shule, wakati tunaongea pale tuko ofisini, tumekubaliana jinsi gani ambapo taasisi ninayofanyia mimi inaweza kusaidia kutatua baadhi ya changamoto. Pia nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake imara, ambapo umewezesha mtoto wa Tanzania kuwa anapata elimu bora kuanzia elimu ya awali mpaka chuo kikuu. Nichukue nafasi hii kuwaasa wanafunzi wa kidato cha 6 muendelee kuwa raia wema wenye umoja miongoni mwenu, na pale popote mtakapoenda kuishi, muishi kwa umoja, amani na upendo. Na matokeo yenu yanaonyesha hapa. Mwaka 2024 mlikuwa na division 1 karibu 240 na kitu, na division 0 haikuwepo. Basi naomba muendelee na utaratibu huo, muende mkafaulu vizuri. Division 1 zilikuwa 241 na mko na division 0. Sasa ukitoka na division 1 hapa, hakikisha unakokwenda huko chuoni upate degree, sio just pass, upate first class, upper second, ishia tu hapo upper second. Sawa jamani? Kwa hali ilivyo sasa hivi, watu wenye degree wako wengi,
Sasa jitahidi wewe degree yako iwe tofauti. Mkiitishwa kwenye interview watu wenye degree mtakuja hata 500. Jitahidi basi wewe first among equals, maana wote mko sawa na degree, lakini jitofautishe wewe degree yako kwa kuwa degree ya kiwango cha juu.